Kuelezea swala ya jamaa, na tulielezea jamaa ni kufungamanisha irtibatu salatul maamumi bi salati imamihi. Lazima wewe umekusudia kumfuata huyu, sio uje tu ujiswalie. Ni lazima uwe lengo lako, mimi namfuata huyu imamu, ndio itakuwa swala imeitwa swala ya jamaa. Na imamu ni lazima anuilie imamu ndio apate thawabu za kuwa yeye amekuwa imamu. Lakini imamu ikiwa hakutia nia ya kuwa yeye ni imamu, swala yake itasihi, lakini hapati thawabu za kuwa yeye ni imamu. Unajua jamanini, sisi katika dini yetu kuna hadithi ni maarufu sana, innamal a'malu binniyat. Unaweza kuja mtu akakuomba pesa ukampa, mtu akakuuliza mbona umempa? Amenikoma hapa. Kwa hiyo wewe umemwondosha ile asikukome hapa, je, sadaka ile? Mwingine naye akatoa kumuuliza na wewe, akamwambia mimi nimetoa sadaka. Mwingine akaomba pesa akasema nimtoa mtongoza. Sasa wote wametoa, lakini tofauti iko kwenye nini? Nia. Na ndio ukaona innamal a'malu binniyat. Sasa tuweza kuwa sote twaswali, lakini huyu mwingine watu uswali na mimi uswali, mwingine nia yake ni nyingine. Umefahamu? Na ndio ikaja katika baadhi ya akhbari, niyatul mu'min khairun min amalihi. Nia ya mu'min ni bora kushinda akifanyacho. Yani yeye anafanya lakini atamani angefanya kubwa zaidi. Yeye anafanya lakini atamani angefanya zuri zaidi. Kwa hiyo ni lazima kusihi ibada yoyote, ni lazima mwanzo isihi nia yako. Ndio mwenye Ibn Rasalani katika alfia yake ya Zubad asema fasahihi niyata qabla al-amali wati biha maqrunatan bil-amali wa in tadum hatta balaghta akhirah huzta thawaban kamilan fil akhirah. Ile nia ikaendelea wewe katika ile ibada unayoifanya au ile zuri unalolifanya kwa nia nzuri, utapata thawabu nyingi akhera. Naenda wewe kwa nia yako. Kuna watu siku ya kiyama watapata nia ya ibada ambazo hawakuzifanya lakini walikuwa na nia. Yani utapata thawabu ya ibada ambazo hawakuzifanya. Unakuta una thawabu za hija, una thawabu za kujenga msikiti, una thawabu za kujenga madrasa, una thawabu za kulipa waadhini, wenye kukimu, wenye kusimamia misikiti. Na wewe kufanya moja katika, lakini ulikuwa na nia kweli. Na uzuri kwa la yattali'u ala niyati illa Allah. Ni makosa kumhukumu mtu wewe huna nia nzuri. Itakuwa wewe umejipa sifa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu nia mahala pake ni wapi? Moyoni. Na hata hakuna scan, sisi MRI, sisi CT scan, sijui nini yaweza kuskani nia. Ni yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anajua wewe umefanya kwa ajili gani, na yeye ndo alowafedhehi kwamba wao hawakufanya, hawafanyi kwa ajili yake. Angalia alipoelezea munafiqina asemaje? wala yatuna salata illa wahum kusala. Lengo na madhumuni yurauna an-nas, ona, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yurauna an-nas, hakuna anayejua nani anaifanya kwa ajili ya ria. Mungu ndo ila akisema. Sasa akisema haikuwa tena ni nia, wazi wazi ametoboa wazi wazi, lakini mtu nia yake ndani yake, na ndio ikawa ni shida kuweza kuwatambua wanafiki. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake alikiwajua, ila alimwambia sahaba fulani, Hudhaifa bin al-Yaman, fulani mnafiki, fulani mnafiki, kwa sababu Mungu amemwambia huyu ni mnafiki. Lakini sisi hatukupewa nafasi. Lakini leo utasikia mtu jambo dogo tu, ule mnafiki ule. Umejuaje wewe nia yake? Kwa hiyo haifai kuhukumu nawaya za watu, nia za watu. Kusema ule alikuwa hana nia nzuri, ule alikuwa hana dhamira nzuri, ule alikuwa hana malengo mazuri. La ilaha illa Allah. Hii kuingilia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari sana. Na tukasema uchache wa swala ya jamaa ni imamu na maamuma, na kila ikiwa nyingi ni bora. Kila jamaa ikiwa nyingi bora. Mwenye Ibn Rasalani asema tena katika Alfiyat Zubad, wa kuthratil jam'i istuhibbat haythu la bil qurbi minhu masjidun ta'attala.
Kila ukienda kwenye jamaa yenye msikiti wenye jamaa nyingi ni bora, ila kuna baadhi ya halati swala ya jamaa ndogo ni bora kuliko yenye jamaa kubwa. Ikiwa pale msikiti wenu wewe ukiondoka na wewe utazidi kupungua wale watu, sababu fadhali wewe angalau taatala, hautosaliwa tena jamaa, maana yake ilikuwa ni imamu na maamuma. Ukiondoka na wewe hakuna tena hata imamu na maamuma. Au imamu wa msikiti huo ni mtu anajulikana, mtu wa bid'a. Sio bid'a hii fasiriwa na hawa wasiojua maana ya bid'a. Bid'a yenye kukhalifu sharia, bid'a yenye kukhalifu sharia, sio hii bid'a ya sasa. Wengi sasa hivi kila kitu ita bid'a na hawajui hata maana ya bid'a. Si kila anaosema bid'a hiyo ni bid'a anajua maana. Lao muulize, wajua kuna maelezo na tafsiri, maelezo na tafsiri na hukumu, hivi vitu viwili tofauti. Maelezo na hukumu, mtu aweza kumuuliza tu nini maulidi, akwambia haramu. Hii ni hukumu. Wewe mwanzo nieleze maulidi nini. Mtu kumuuliza khitma, akwambia bid'a, nieleze khitma nini. Ukiniambia bid'a, wewe umeeleza hukumu. Hajui hata maana khitma. Nakumbuka kuna bwana mmoja ilikuwa yeye hataki khitma. Siku hiyo akaambia bwana, leo kuna hapa chini kuna kusoma Qur'ani. Akashuka akasoma Qur'ani, wakakhitimisha, kisha wakapiga na wali. Akamuuliza, unajua hiyo nini? Hii ndio khitma. Kumbe khitma nini? Mimi sijui khitma. Khitma ni maana yake kukhitimisha Qur'ani. Watu kusanyika wakasoma kuanzia alif lam mim mpaka juzu amma, ndio khitma. Wewe sasa khitma bid'a. Mwanzo khitma nini? Wewe muulize mtu yote khitma nini? Atakwambia bid'a. Nini? Usiniambie bid'a. Wajua bid'a ni hukumu. Mwanzo niambie hichi kitu nini? Sasa mtu akikwambia swala nini, kwambia swala faradhi. Hii ni hukumu ya swala. Hii sio swala. Swala hukumu yake ni faradhi, lakini swala ni nini? Saumu, kwambia saumu lazima. Mimi nataka kujua saumu nini. Watu wengi na wengine ukaa wakatasaddar katika kuzungumza, lakini akaja tu kila kitu hiyo bid'a. Tupe mwanzo hii ni nini, hukumu yake kadha, baadaye hukumu ni kitu na taarifa ni kitu. Kukiarifisha kitu, wengi hushindwa katika kukiarifisha kitu, kukupa taarifa ya hiki taarifu. Angalia, mimi nimekupa taarifa ya swala jamaa, irtibatu salatul imami salatul maamum bi salati imamihi, ni kufungamanisha swala ya maamuma na swala ya imamu wake. Hii ndio ukisikia jamaa, kuna jamaa leo, twende tukaswali jamaa, maana yake twende tukafungamanisha swala yetu na swala ya nani, ya imamu. Asifungamanisha haitu jamaa. Mathalan hapa tujalie msikitini, imamu ameingia hapa, mmoja akasema mimi sitaki kufuata huyo imamu, mimi nitaswali tu kivyangu. Sisi tukimwona tumuona yeye swali nini, jamaa, kweli si kweli? Lakini yeye akasema mimi sitaki kuleta fitna, lakini huyo mimi simfuati. Kivipi? Mimi sipendi tu kumfuata. Akasema sasa mimi nitaswali kivyangu tu. Je, atakuwa ameswali jamaa na ameswali na sisi? Ya rukuu, imamu akisema Allahu akbar na ya rukuu, sami Allah na, lakini nia yake ni kuswali kivyake. Kwa hiyo swala ya jamaa haiji kwa kuwa wewe umeingia kwenye safu, yaja kwa kuwa wewe umetiania kufungamanisha swala yako na swala ya nani, ya imamu. Mwenyezi Mungu atupe kila la